Na bado tunazungumza yale ya kimichezo na niko na mwalimu wa Young Africans, moja ya mashabiki ndakindaki ambao linapokuja swala ya Young Africans yuko radhi hata ashike jambia hivi kwa ajili ya kuitetea Yanga yake. Mwalimu, uko poa? Niambie ndugu yangu. Mimi niko fresh. Karibu Makumbusho. Nimekaribia. Hapa ndo nyumbani hapa. Kaka, jana mliuwasha moto katika mtandao wenu wa kijamii Instagram ya Young Africans wa kuaminika kabisa wenye blue tick. Mkasema hamchezi hii mechi namba 184 kwa namna yoyote ile. Asubuhi kumekucha, bodi ya ligi na TFF wametuma ratiba ya mchezo wenu. Tarehe 15 ndio siku ambayo mnakwenda kucheza mchezo wenu. Mko tayari mwalimu? Kwanza lazima tuweke mazingira sawa ya watu kuelewa upana zaidi kwa nini mechi ya 184 imeleta tafulani mpaka muda huu. Mechi ya 184 ilipangwa siku ya tarehe 8 Machi katika uwanja Benjamin Mkapa. Wenye mamlaka ya mpira au na vilabu viwili kati ya Simba na Yanga, Simba wakaandika barua saa 8 ya usiku wakasema hatutacheza mechi ya tarehe 8 kwa sababu zao ambazo waliandika. Wenye mamlaka na mpira wa nchi, bodi ya ligi, wakazungumza na vyombo vya habari wa Tanzania saa 5 asubuhi wakasema mechi iko pale pale. Tuliona yote haya. Wote mliona. Saa 8 mida saa 8 saa 9 bodi ya ligi ikasema inaahirisha mechi ya tarehe 8 Machi. Mashabiki wakiwa uwanjani na timu ya Yanga ikiwa uwanjani kwenda kupambana kwa ajili ya mechi ya tarehe 8 Machi. Kuahirishwa mechi baada ya taarifa ya Simba ya siku ya tarehe 7 usiku. Bodi ya ligi wakaambia Watanzania, nimeahirisha mechi kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni hali ya usalama katika mechi. Sababu ya pili, kuna viashiria vya rushwa. Na akasema tutakuja na ripoti ya kiuchunguzi ambao tutakuja kuambia Watanzania na umma kwa ujumla kwa nini ile mambo ya rushwa pamoja na usalama ambao ulisababisha mechi kuahirishwa. Kabla hatujapanga tarehe nyingine yoyote. Yanga baada ya tarehe 8, tarehe 13 wakaandikia barua bodi ya ligi. Wakawaambia mtuambie kanuni ipi na sababu zipi za kuahirisha mechi ya tarehe 8 Machi na gharama zetu tuligharamia kiasi fulani na kiasi fulani. Hiyo iliandikwa barua na Yanga Sports Club. Navyokuambia mpaka leo hii bodi ya ligi hawajajibu hiyo barua. Bodi ya ligi iliweza kujibu barua tarehe 7 siku ya saa 8 mchana tarehe 8 akajibu, lakini barua ya tarehe 13 mpaka leo hii hawajajibu bodi ya ligi na hawajaambia umma. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kitu kimoja. Baada ya kuandikia barua na hiyo delay of time, kuchelewa kwa huo muda, kwa sababu shauri lolote ambao unapeleka katika bodi ya ligi na muda wake, limit time. Limit yake maana yake ni ndani ya siku 21 baada ya tukio. Hata wewe kwenye kazi, kisheria kwenye kazi, ukitoa una chombo hiki kama una madai yako, ukitekelea ende mahakamani ndani ya siku 30 baada ya kuachishwa kazi. Baada ya muda hapo maana yake hata delay of time haupo. Hata haki zako kwa dai za msingi hazitakuwepo kwa mujibu wa kanuni na sheria. Yanga ikafanya kitu kimoja. Ikasema wenye mpira wake ni nani? Ni FIFA. FIFA wana mahakama zao za usuluhishi inaitwa CAS. Tunapeleka malalamiko CAS. Hawa watu wameshirikiana kukimbia. Hawa watu wameshirikiana kudhulumu watu viingilio vyao. Tunapeleka malalamiko CAS. CAS akasema malalamiko yenu haya ni ya msingi, lakini natakiwa muanze kwenye ngazi za mamlaka. Ambapo ndo mliporudishwa hamkwenda mwalimu. Sikiliza sasa. Sheria ikoje? Mpaka leo ninapokuzungumza ni miezi miwili. Time ambayo inatakiwa kupeleka ombi manake alipo kwa mujibu wa kanuni. Ukipeleka inatupiliwa mbali. Hiyo kwa mujibu wa sheria. Lakini kasome katiba ya TFF ibara ya 64 imezungumza. Ibara ya 64 inasema kamati ya rufaa ya TFF itadina vitu viwili. Itadina ethics pamoja na discipline. Hayo ndio maamuzi ambayo utapeleka katika kamati ya rufaa, watakusikiliza. Kesi namba 184 sio mambo ya kimaadili. Ukipeleka mahakama inakutupia nje. Kwa sababu ukisoma kanuni ya bodi ya ligi, kanuni ya 26 kipengele kidogo cha 4 kinasema pale mambo yote ya bodi ya hii kamati ya ligi hayatakatiwa rufaa katika chombo chochote. Kasome kanuni ya 26 ibara ya 4 kanuni ya bodi ya ligi. Kasome, amsomi. Kwa hiyo jambo hata ungepeleka alitakiwa katiwa rufaa lingetupwa. Unaelewa? Nakuelewa. Sasa hapo unahitaji kwenda shule. Sisi tukasema mlisema mtapanga ratiba mpaka
Mtaje sababu, ripoti ya uchunguzi. Umma wa Tanzania unasubiri ripoti ya uchunguzi, wao wamekuja na ratiba ya mechi. Kwa maana yake anaaminisha Watanzania kuwa yale mambo sio kweli, tuwadanganya Watanzania. Ndio maana ripoti haipo. Lakini jambo kubwa kuliko lote inatakiwa uelewe. Waziri wa michezo aliita vilabu vyote Simba na Yanga pamoja na TFF, uongo kweli? Kweli. Waziri akasema nashughulikia hili jambo, uongo kweli? Alisema. Na waziri akasema nitakuja tena kuaita hivi vilabu kabla hatujapata suluhisho, uongo kweli? Kweli. Waziri ameita hilo jambo? Bado. Kwa maana yake bodi ya ligi na TFF wana nguvu kubwa kuliko waziri. Sikiliza. Wenye mamlaka ya soka mwalimu. Sikiliza. TFF wanasimamiwa na serikali, ndio mwenye mpira wake, wizara ni bosi. Unaelewa? Baraza la michezo BMT ndio inasajili hivi vyote tunavyoviona wewe, TFF na kadhalika. Sio wao ndio mwenye mpira wake ni serikali. Serikali kakasimu mamlaka kwa BMT. BMT ndo kakasimu mamlaka kwa hivi nini? Mashirikisho. Ndio maana ikitokea migogoro anaenda wapi? BMT. Kwa nini wasiende FIFA? Usitaki kutunganisha serikali na haya mambo. Ndio maana kwambia waziri wa michezo, mbona alimuita rais, mbona alienda? Mbona kumwambia hapana serikali msiingilie? Mbona alienda na alikaa pale kuanzia saa 3 mpaka saa 2 usiku? Mbona alikaa? Msijitoe akili. Waziri wa mwenye michezo akasema nitawaita wote tena, na kuuliza waziri amewaita hajaita? Hawajawaita. Bado hawajawaita kwa sasa. Sasa wewe umepanga ratiba, manake awaheshimu mamlaka ya waziri, awaheshimu taratibu za waziri, awaheshimu hata na cheo chake. Wewe umeondoka na FIFA wamewataji nyinyi muende TFF. Hamkurudi mwalimu, tunafanya nini? Sikiliza, nimekuambia hapo, mbona nimetoa barua tarehe 13 imeandikwa. Haijaandikwa barua. Umepewa majibu? Bado. Nimekuambia hao wameandika barua tarehe 7 saa 8 ya usiku. Saa 8 asubuhi wametoa barua, wamekubalia. Hawacheze hawakucheza. Uongo kweli? Sisi tumeandika barua tarehe 13 umejibiwa? Bado ndio hapo unasema kuna double standard. Yanga wakisema tunataka waondoke, maana yake sikiliza, Yanga wakisema nataka kuondoke wana sababu hizo nazo. Kwa hiyo mwalimu, nyinyi mnachokifanya ni ujeuri, nyinyi kama mnaidindishia TFF na bodi ya ligi. Kwanza jambo la kwanza ni bodi ya ligi na TFF wapo kwa mujibu wa kanuni na sheria. Sisi tunasimamia kanuni na sheria. Kanuni ziko wazi. Timu kama hujafika uwanjani, kama Simba hujafika uwanjani tarehe 8 Machi, kanuni nasema kasome kanuni 34. Nasema wananyang'anywa pointi 3 na magoli 3 hapo Yanga, na vivyo wananyang'anywa pointi 15. Na jambo la tatu katika ibara 1-2 wanasema 34 watalipa gharama zote za maandalizi. Umeelewa? Nataka nikuulize, tarehe 8 Machi kati ya Yanga na Simba ni nani ambaye ametoka nduki ya kuja uwanjani? Mchezo ligailishwa mwalimu. Swali. Sikiliza. Kuahirishwa kwa mchezo ukasome kanuni za 34 ibara 1-2. Wametaja kuna mambo ya msingi na za dharura. Watanzania watakajua hizo dharura ni zipi, ambazo nimekupa mama, nimekwambia hawa ndugu zetu TAKUKURU na ndugu zetu ya jeshi la polisi, hao ambao wamesema kuwepo kuna usalama mdogo. Jeshi la polisi imezungumza, imesema usalama ulikuwa ni mkubwa chini ya Fande Mlilo, alikosema hakuna hivyo viashiria. TAKUKURU, mwenyekiti wa TAKUKURU mkoa wa Temeke aliulizwa hilo jambo, je, kuna viashiria vya rushwa? Akasema hakuna viashiria vya rushwa. Ndio tunaambia Watanzania, wamesema kuna hizo sababu, zitaje ni zipi? Kama hizo serikali wamekataa. Kwa nyinyi mkopo ni waongo kwa mujibu wa serikali. Kwa mwalimu pale nyinyi sikiliza sasa, sikiza. Yaani wewe ukitaka kuwatetea, utaje wamekaa kanuni ipi na sheria ipi ambao Yanga na Tanzania wanataji kuhitaji. Na jambo la pili Watanzania wanahitaji ni hiyo ripoti ya uchunguzi ambao mnesema kwa kuna viashiria vya hizo, na ripoti ya uchunguzi tutatoa kabla ya kupanga ratiba. Mbona amepanga ratiba kabla ya ripoti ya uchunguzi? Kwa maana yake mwadanganya umma wa Tanzania. Kama mnadanganya umma wa Tanzania, hamfai kuwa kwenye nyazifa zenu. Kwa sababu mmedanganya, mmetumia ulaghai. Kuna watu wametoka mbali, wametoka Marekani, wametoka Canada. Umewalaghai, kuna mechi, baadaye mailisha hawa watu gharama za hoteli na za kadhalika. Nani alipe? Nani alipe? Lakini mwalimu haujajibu swali. Mbona unaweza kusema bila kuuliza swali utakujibu? Nani alipe? Nisikilize. Nakusikiliza. Kwenye hiyo sheria ambayo unaisema, gharama zinalipwa endapo mchezo umechezeka au hujachezeka. Sikiliza, gharama zinalipwa hivi. Wewe ambao umeailisha kitu chochote lazima ulipe gharama. Unapo mfano mzuri. Gharama lipe nani na mchezo kagailisha bodi ya ligi? Ngoja kwanza, relax. Wewe hapa una sherehe. Una? Sherehe. Umeita waandishi wa habari. Hautapa nauli. Sitapa nauli.
Utalipa gharama za kuja hapo katika sherehe yako? Sitalipa. Hata kama sherehe umeahirisha, hawa watu wametoa fedha, wametoka huko. Nani walipa hizo fedha? Si wewe bodi ya ligi? Kwani Azam wamedai gharama za matangazo zao kualisha mechi, amadai kina nani? Lakini mwalimu pia haujajibu swali. Hii sio jambo geni. Azam wamekuja na barua wakasema tunahitaji gharama na hasara ambazo zimepotea kwa ajili ya idabi. Azam walikuwa wanadai nani? Walikuwa wanadai mamlaka. Azam mamlaka kina nani? Ni bodi ya ligi wenye mpira wao. Unanielewa? Kwa hiyo mwalimu, nyinyi mnataka malipo. Sikiliza, sio malipo. Hapa sikuna haki, sikuna sheria. Haki sizipo. Mtu aliyevunja sheria maana yake anatakiwa adhibiwe. Haiwezekani mtuhumiwa ukamtorosha. Sasa nani kavunja sheria hapo mwalimu? Nani? Brother, bodi ya ligi wamevunja. Kumbe Simba hawana shida. Sasa unasema vipi? Simba na shida yake kimoja. Simba ndio anasababisha hayo yatokee. Kama bodi ya ligi wangesimama na msimamo wao tangu saa 5 asubuhi. Maana yake Simba sangetakiwaje uwanjani? Na mwenyekiti wa bodi ya ligi amesemaje? Ngoja nikusikilizisha alisemaje Mguto. Relax. Nilisikiliza interview. Anasemaje? Alisemaje? Kwenye kipengele hiki maana alizungumza vitu vingi. Taja kipengele, kasema kwa nini tumeahirisha mechi. Na kwa sababu gani tumeahirisha mechi? Sikiliza hapa. Tukasema hapa suluhisho ni kuahirisha huu mchezo. Aidha tuusogeza mbele au tunafanyaje, lakini tuahirishe ili hizi hatua nyingine zote zisifikiwe. Manake ilikuwa ni hatari, lazima mtu angeshuka daraja. Unaona? Na ingekuwa ni maamuzi magumu ambayo kusema kweli hata sisi wenyewe yangetupa wakati mgumu. Naulizana siku moja kinachosema. Umesikia amesemaje? Kasema wameamua kufanya hivyo kughairisha mchezo kwa sababu kuna timu moja ingeshuka daraja na ingekuwa ni maamuzi magumu ambayo hata wenyewe wangekuwa wanayajutia. Sasa kwa tunakubaliana kuahirisha mechi kwa hizo sababu. Walisha mechi kwa sababu kuogopa kuna timu itashuka daraja. Pengine ni Yanga mwalimu, unajua. Sikiza, Yanga kivipi? Yanga ameenda uwanjani. Mashabiki wako uwanjani. Wakati mechi imeghairishwa mwalimu. Sikiliza. Yeye amesema ilikuwa ni uamuzi mgumu wa kuahirisha mechi kwa sababu hakutaka timu ishuke daraja. Nataka nikuulize, ni timu gani ambayo alikuwa anataka kucheza siku ya tarehe 8? Hakuna mwalimu, hakuna. Simba ndo alisema hataki kucheza tarehe 8, unasema hakuna? Simba walisema hatuchezi mechi ya tarehe 8 mpaka hao wachukulie hatua. Uongo kweli? Hapa Mguto anakuambia tungefanya maamuzi yale ya kufanya Yanga yapate pointi 3. Hii timu ingeshuka daraja na ingekuwa maamuzi magumu. Kuahirisha mechi kwa sababu ya kuwasaidia Simba kuwapendelea. Ndio kwa mujibu wa mwenyekiti bodi ya ligi Mguto. Wewe unataka kumtoa vipi Mguto katika hilo jambo? Unamtoaje Simba katika hilo jambo? Unamtoa Simba kwa sababu kutokuja kwake uwanjani ni kutokana na kauli ya bodi ya ligi. Kutokuja kwake uwanjani ni yeye ndo aliyesema hatacheza mechi. Hangesema mara ya kwanza. Ndio hiyo alichosema. Kwa alisema mara ngapi? Amesema hatacheza mechi. Si ndio? Kwa mtu akisema hatacheza mechi maana yake mechi itakuwepo. Kwa bodi ya ligi kamsikiliza huyu ambaye amesema hatacheza mechi. Kwa bodi ya ligi ingefuata kanuni ambazo wamejiwekea wenyewe. Wamesema maandalizi yako yote clear. Azam wako uwanjani, mashabiki wako uwanjani, wametoka mbali. Mechi hii ipo mpaka saa 5, bodi ya ligi unasema mechi ipo. Sikiliza upate faida. Na kuwa na masikio makubwa upate maarifa. Umeelewa? Sawa. Kwa sababu wao watazamaji wako wanataka upate haya maarifa. Kwa ni nani ambaye ametoka nduki? Ametoka nduki kwa sababu bodi ya ligi imesema mpaka saa 8 wanasema mechi ipo. Walisema kwa sababu wanasema mechi ipo kwa sababu wanasimamia msingi ya kuna watu walisema watacheza mechi. Ndio maana wanasema mechi ipo. Hao wasingesema wachezi mechi, bodi ya ligi ingekuwa unasitofahamu hii. Lakini sasa bodi ya ligi imeingia kuna sitofahamu baada ya kukubaliana na vibaka. Sema hawatacheza mechi. Swali. Bodi ya ligi na yenyewe pia ilichutama kama tunakumbukumbu vizuri, wakasema kwamba kutokana ambao wameyafanya wanahitaji sasa Simba na Yanga mkutane, mtumie busara ili mchezo uchezeke. Ila nyie Young Africans mmekataa kutumia busara. At the same time mlishawahi kufanywa busara kwa upande wenu na bodi ya ligi na TFF na Rais Kalia alishawahi kuzungumza kwamba moja ya timu katika uongozi wake ambayo imenufaika ni Young Africans. Mbona nyie mnakataa kutumika busara mwalimu? Taja wewe mafanikio ambayo unasema yetu tumefaidika nayo. Young Africans kwa kipindi chake. Yes, ili watazamaji kusikia. Nimenukuu kauli. Sasa ukinukuu kauli lazima una reference.
Hili watazamaji wapate hicho ambacho unatusema. Jemedari jana alitaja baadhi ya vitu. Sikiliza, Jemedari nikutajie. Sikiliza. Sema kuna usajili wa Twisi la Kisinda nyewe mlitakiwa muachane nao. Sikiliza. Jambo moja. Jambo la kwanza umesema mamlaka walipaswa wachukue kuchutuma busara. Busara masikia. Muucheze huu mchezo mpange tarehe. Ngoja kwanza. Busara ilipaswa kutumika tarehe 8 kwa shauri wale waje katika mechi kwa sababu kuna Watanzania wamefariki siku ile ya mechi. Yaani katika mechi hiyo kuna mtu amekufa. Kuna mtu amepoteza baba yake, amepoteza mjomba wake. Kuna ile mechi. Busara ingetumika tarehe 8 kuwashawishi wale waje kucheza hiyo mechi. Hiyo ndio busara kubwa zaidi. Kwani busara si inakuja kosa likitokea? Kosa ndio limetokea pale ambao hawa wamesema hata cheza mechi. Sio wametenda kosa, hao hawajatenda kosa. Hawa wamesema hata cheza mechi ndio wametenda kosa. Hawa wacheza mechi ndio busara pale ndio inatumika. Maana hawa wanasema hata cheza mechi. Hili ndio kosa lao. Kama kosa lao ndio tuwashawishi hawa waje uwanjani. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili. Unasema haya mambo ya Tusila si mambo ya nini? Hizo anasema ni yeye. Ni kama kweli tulivunja kanuni maana yake inatakiwa fanye tuadhibiwe. Hiyo inaitwa defense mechanism. Sasa mwalimu ngoja. Hiyo inaitwa defense mechanism. Anataka kujilinda katika uchafu ambao waliofanya. Uchafu wao umechafua taswira ya mpira wa nchi hii. Uchafu wao unaenda kuharibu ambayo tunu ya nchi hii. Swali mwalimu. Karibu. Mnacheza hamchezi? Nani tarehe 15 mwezi wa 6. Narudia tena. Mechi ya 184 iliisha tarehe 8 Machi. Kwa hivyo hamchezi. Sasa nani mwenyeji? Hiyo hatuchezi mbona ipo? Huo ni msimamo tukiwa leo hai hawa hata tukifa. Mechi ya 184 ambayo ilipaswa icheze tarehe 8 Machi wakakimbia. Hiyo mechi haipo. Na kwa maana hiyo Young Africans kupitia uongozi mzima mpaka mashabiki mnakiri kabisa kwamba mpo radhi Simba apewe alama 3 tarehe 15, mpokonya alama 15 na mshuke daraja moja kwa moja. Kanuni zinasema hivi, timu isipofika uwanjani. Timu isipofika uwanjani. Kanuni hiyo ndo ilipaswa itumike tarehe 8 Machi. Ndio ambayo itakwenda kutumika tarehe 15. Sikia, ilipaswa itumike tarehe 8 Machi. Kanuni hiyo ambayo inasema ambao walijibu barua ya tarehe 7 Machi. Kanuni hizo hazijatenda mpaka barua tarehe 13 mpaka leo. Ndio maana tukasema tunakandamizwa katika ardhi ambayo tumepigania wenyewe. Tuna sababu hizo. Tukisema tunaonewa katika ardhi hii, tuna sababu hizo. Ndio maana sisi nimekuonyesha mlolongo wote jinsi ilivyokuwa. Kwa hii tuna haki. Jambo la pili. Sikiza kwanza. Jambo la pili. Kwani hiyo tarehe 15 mwenyeji ni nani? Atakuwa ni Young Africans. Wewe unajua mtu akiwa mwenyeji kuna vitu gani anatakiwa afanye ili mechi ichezwe? Anafanya maandalizi ili mechi ichezeke, kumwandalia mgeni wako anapokuja. Ni kumwandalia tu. Sikiliza. Ndogo wangu, unatakiwa urelax. Mwenyeji ni Yanga, TFF hawezi kufanya yote, bodi kufanya chochote. Kwa sababu hiyo mechi ni ya Yanga. Kuna logistic ambazo Yanga anatakiwa afanye. Si ugali la wagonjwa, kufanya pre-matching, kufanya promotion na kadhalika. Hizo anafanya nani? Young Africans. Viingilio anapanga nani? Yanga anapanga bwana, sisi mechi yetu tunaona kiingilio ni kiasi fulani. Nyinyi ndio mnatakiwa mtanga? Si unanielewa? Kwa huyu ambaye ndio mwenyeji hayupo, unapangaje hiyo? Sheria gani inakupa hiyo upange? Yaani sheria gani ambayo inafanya upange logistic ambao mwenyeji hajapanga? Ni nani kakwambia? Someni kanuni nyie. Wameposti kwenye ukurasa wao Simba. Rudia tena. Abidey. Nakwambia rudia tena. Kwani yeye hakuposti? Hata nani macho hakuposti? Hawakuposti? Sasa ile si mamlaka iliahirisha. Jibu swali. So mamlaka sikiza. Waliposti. Kutoka Nduki walitoka Nduki. Hiyo hawajatoka Nduki Simba. Ila kutoka Nduki. Si bodi iliahirisha mechi. Sikiza, so bodi imeahirisha, walitoka Nduki. Kapigwa mara 4 mfululizo, kapigwa Bara, kapigwa na Pwani. Wote ndio ungekubali. Unapigwa mara 5. Dabi ya juzi ya Kaizer Chiefs ndio imeenda kuua dabi ya Simba kupigwa 4 mfululizo. Lakini mwalimu, hiyo tumekuhakikishia pale. Hiyo tunampiga mara 10 mfululizo. Lakini mwalimu, Jemedari Said imekuwa na Yanga hamumpendi sana kutokana na misimamo yake anayoitoa. Lakini inaonekana kama bodi ya ligi na TFF ndio kama wameondoka na ile wazo la Jemedari jana asubuhi wakaamka na nyie. Jambo kwanza, sisi tumpendi misimamo. Na hii nishakwambia jambo moja. Inawezekana na wewe ukawa ni miongoni mwa mwandishi ambao mfanye utafiti. Nikwambia katika nchi hii nitafute chuo cha uchambuzi chochote. Nitafuta, nikutajia na sheria.
kasome sheria ya habari ya 164, umeweka taratibu na kanuni. Hili uwe mchambuzi. Alizungumza akiwa nani? Alizungumza kama mazingira gani? Baada ya mchezo kumalizika akapoteza akiwa kama CEO wa JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports. Sasa CEO JKT Tanzania anazungumza mechi ya Simba na Yanga. Sikiliza. Jeshi la wananchi. Katikati ya interview waandishi wakamchomekea maswali. Masikia ndio jeshi la wananchi. JKT, jeshi la kujenga taifa. Lipo. Na watu wako smart. Mwisho wa msimu akiendelea kuwa CEO ndio chukua milioni 10. Rudia tena hiyo kauli. Mwisho wa msimu akiendelea kuwa CEO ndio chukua milioni 10. Jemedari Said. Watu wako very smart. Haiwezekani duniani. Sio wewe, mchambuzi wewe, mwandishi wa habari wewe, wakala wewe, meneja wewe. Umeona wapi? Umeona wapi duniani? Ndio maana nimekwambia JKT wako very smart. Na mimi nawajua. Wako very smart. Hawezi kubaliana upuzi. Mimi nimemaliza mwalimu. Karibu tena. Shukrani sana. Asante.